Kama mjuavyo kuwa klabu ya Lugalo ina historia ya kuanzishwa kwake chini ya uasisi ya aliyekuwa mkuu wa majeshi ambaye alipata wazo la kuanzisha hii klabu ambayo ni Jenerali George Waitara mstaafu. Sasa klabu inaendelea vizuri na kila kukicha maendeleo yanaonekana, na madhumuni ya kuanzisha kwa klabu yanafikiwa malengo yake. Klabu ikaona ifanye jambo ambalo itatunza historia ya klabu hii, kwa sababu kila kukicha vizazi vinabadilika. Waliokuwepo wakati klabu inaanza wengi tunaanza kupotea. Tunazeeka, tukiondoka kuna uwezekano historia ikapotea. Ndio maana tukasema tuanzishe kitu ambacho kitaweka kumbukumbu ya hii klabu, nacho ni shindano la kumuenzi muasisi wa klabu Jenerali George Waitara mstaafu. Kwa hiyo tumeanzisha hili shindano ambalo limedumu na linakuwa na mwitikio mzuri sana, na bahati mzuri shindano hili linaungwa mkono na wenzetu wa NBC ambao wanalidhamini hili shindano. Kwa Jumamosi hii inayokuja tarehe 22 Machi kutakuwa na shindano la siku moja ambalo litafahamika kama NBC Waitara Trophy 2025, ambalo litakuwa ni la siku moja na litashirikisha klabu zote za hapa nchini ambazo tayari tumeshazitumia mwaliko na zimethibitisha kushiriki. Shindano hili kwa ujumla wake tunategemea liwe na mandhari ya kipekee, kwa sababu kila mwaka tunavoliendesha huwa tunajitahidi kulibadilisha ili litofautishe lililopita na hili lililopo, na mabadiliko haya yanapata support kubwa sana na wadhamini wa shindano ambao ni benki ya NBC. Kwa hiyo tunategemea shindano hili kuanzia maandalizi yake, uendeshaji wenyewe liwe kidogo la mvuto wa kipekee. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee napenda kuishukuru benki ya NBC kwa kuwa nasi kwa takriban miaka kwa kweli mingi, ambao kila mwaka wao wanalidhamini hili shindano. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana, na kama wenyewe walivyosema kuwa bado wataendelea kuwa na sisi katika kuendesha hili shindano. Na mwitikio wa washiriki ni mkubwa, kwa sababu tangu wiki ilivyoanza tulivyolitangaza washiriki wamekuwa wanajiandikisha kwa wingi sana. Kwa hiyo tunategemea kuwa shindano litakuwa na washiriki wengi sana, kwa sababu kila mwaka tuna improve sana hata zile zawadi tunazotoa. Tulikuwa tunahofia katika siku mbili hizi hali ya viwanja kutokana na ukame, nyasi zilianza kukauka. Kwa watu waliozoea kucheza uwanja wa Lugalo wanaofahamu kidogo ingewapa tabu, lakini mvua tuliopata kwa siku mbili nafikiri hata nyinyi mnaona kuwa mpaka siku 2-3 hizi hali ya viwanja itakuwa mzuri, na nadhani hata hali ya hewa itaendelea kuwa mzuri, ambayo itawafanya wachezaji wacheze kwa morali wa hali ya juu sana. Sisi kama benki ni wadau wakubwa sana wa michezo. Kama ambavyo inafahamika, mchezo wa soka, sisi ni wadhamini wakuu wa ligi kuu ya soka, lakini vile vile ligi daraja la kwanza pamoja na ligi ya vijana. Lakini vile vile tumekuwa wadau wakubwa kwenye michezo mingine ikiwemo riadha pamoja na golf. Na sisi kama NBC tuna dhamira ya dhati kabisa kuhakikisha chochea ukuaji wa michezo nchini, tukitambua kwamba ni nafasi nzuri ya kuleta ajira, lakini vile vile kuboresha afya pamoja na kutusaidia pia katika mipango yetu na mikakati mbalimbali ya kibiashara. Kwenye msimu huu wa mwaka 2025 wa NBC Waitara Trophy
Kwetu sisi ni mwaka wa 4 mfululizo. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani tumejidhatiti kwa nia ya dhati kabisa kuungana mkono na TPDF Lugalo Club katika kumuenzi muasisi wa klabu hii Generali Waitara mstaafu, na kama benki tunaahidi kuendelea kushirikiana pamoja na TPDF Lugalo Club kwa ajili ya kukuza mchezo huu wa golf nchini. Katika udhamini wetu huu, nadhani kama ambavyo mwenyekiti ameielezea vizuri hapa, tutakuwa na zawadi mbalimbali ambazo zitatolewa, na sisi kama benki imetuvutia zaidi kuona zawadi hizi zinahusisha hata juniors, vijana kwa maana miaka 5 mpaka 17, tukiamini ya kwamba hivi ni vipaji vya baadaye. Kwa hiyo kukuzwa na kulelewa kwa vipaji hivi kunaonyesha kwamba future ya mchezo wa golf iko kwenye mikono salama zaidi. Lakini mwisho, sio kwa umuhimu, ni kutoa wito tu kwa washiriki mbalimbali wa golf kujitokeza kwa wingi, na hata wale wapenda maendeleo ya mchezo wa golf pamoja na wadau kwa ujumla kujitokeza siku ya Jumamosi tarehe 22 ili kuja kuona mashindano haya, na mwisho wa masiku kuja kuona jinsi washindi watakavyokuwa wakikabidhiwa zawadi zao.